Hii ni orodha ya mikoa 10 inaongoza kwa uchawi na ushirikina Tanzania. Kama tazari ukielekea huko, kuwa makini. Imenichukua muda kadhaa kuandaa makala hii kwa kina. Nimefuatilia taarifa mbalimbali, nimesoma vitabu, majarada, nimepitia makala mbalimbali, lakini pia nimeangazia matukio ambayo yameripotiwa katika mkoa husika. Nimekusanya taarifa zote hizi nikakaa chini na kuiandaa makala hii. Ndipo nikaja na hii listi au orodha ya mikoa 10 inaongoza kwa uchawi na ushirikina Tanzania. Takwimu za mwaka 2019 zinaonyesha mkoa wa Shinyanga ulishika namba 1 kwa uchawi Tanzania, ukifuatiwa na Rukwa, Kigoma, Mtwara, Tanga, Simiyu, Lindi, Tabora, Ruvuma na Katavi. Kila mkoa una utamaduni wake wa ushirikina. Uchawi upo kila kona Tanzania. Hii ndio maana nimekuja na takwimu hizi. Lakini kwa nini Shinyanga iongoze kwa uchawi na ushirikina Tanzania? Takwimu zinaonyesha kwamba Shinyanga kila familia inatarajia kuwa na mganga wake angalau mmoja kati ya watatu. Hili ni tukio kubwa zaidi na tukio ambalo linashangaza kidogo. Takwimu hizi zinaonyesha maeneo ambayo yanaendelea sana Tanzania yameshikilia uchawi. Shinyanga iko nyuma sana kimaendeleo. Shinyanga ndio mkoa unaongoza kwa na waganga wanaopiga ramli chonganishi. Mara kadhaa zimeripotiwa taarifa kama hizi. Kuuawa kwa watu, Shinyanga iliongoza na bado inaongoza kwa matukio ya kikatili zaidi. Shinyanga ndio mkoa unaongoza kwa na matukio ya watoto wanaoliwa na fisi. Shinyanga ndio mkoa unaongoza kuua fisi kuliko mikoa yoyote ile. Fisi gani wakilipotiwa kuwa wakishirikina? Hayo yote ni matukio ambayo yanaikabili mkoa wa Shinyanga. Nitakupitisha katika historia ya matukio yaliyobamba sana Tanzania, ikiwemo tukio la kuuawa kwa watu wenye macho mekundu huko Shinyanga. Hili tukio ambalo lilibamba sana, tukio ambalo liligusa mioyo ya watu, lilikemewa na serikali, viongozi wa dini, na kila mmoja alipigilia msumari akitaka kwamba Shinyanga iweze kuacha mambo haya. Nimekuletea historia ya macho mekundu na uchawi katika mkoa wa Shinyanga. Karibu sana tuweze kuangazia historia ya Shinyanga, macho mekundu na nguvu za giza, janga kubwa kanda ya Ziwa. Wahenga walisema hatua moja ndogo kwa mwanadamu ni hatua moja kubwa kwa binadamu, kwa maana kutenda sasa na hadhi ya mtu, wanyama mwitu na wale wafugwao. Pengine vita ndio huleta matokeo kikatili zaidi katika jamii, nchi na hata dunia kwa ujumla, kutokana na mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, uharibifu wa mali, kukosa malazi na chakula kwa wahanga wa vita, kama watoto wadogo, mama wajawazito pamoja na wazee wasioweza kukabiliana na vita. Kwa Tanzania pengine anakumbuka mauaji yaliyotokea mwaka 1978, 1979 huko mkoani Kagera. Vita ya Kagera dhidi ya Tanzania na Uganda kama ni moja ya tukio la kikatili lililosababisha kupoteza wapendwa wengi, ndugu, jamaa na marafiki, au kwa hakuna Tanzania mmoja anayependa tukio lile lijirudie tena. Kila mwanadamu anatamani kuishi maisha marefu, ndio maana kuna namna mwanadamu amejijengea kuwa na kesho ataonana na wala wapendao. Ndio maana hakuna anayependa kuona ukatili au mauaji yakitokea kwa watu. Hili linadhihirishwa hata katika maandiko matakatifu. Ukisoma Mathayo 26 mstari 52, ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote ushikao upanga wataangamia kwa upanga. Nje na vita hapo matukio katili zaidi katika jamii za Kiafrika, kwa watu wanaodhaniwa kuwa ni haki kwa kuuawa kikatili. Nchini Tanzania kuna makabila takriban 120 na kila kabila na tamaduni zake, mila zake, desturi, miko, chimbuko na baadhi ya makabila mengine yakiamini katika miungu ama mizimu kwa jina maarufu. Wakati wa mikoa ya kanda ya Ziwa nchini Tanzania ikishikilia imani potofu juu ya watu wenye macho mekundu kwa tuhuma za uchawi na ushirikina, huku wakiwatazama watu hao kama watu ambao hawafai katika jamii, hivyo adhabu yao kuuawa kwa makali ya upanga. Hata hivyo, hali hii iliongeza hatari ya watu kushiriki katika mashambulizi dhidi ya watu wenye macho mekundu wakitumiwa kwa uchawi huko mkoani Shinyanga. Takwimu za polisi zilizoripotiwa katika ripoti ya haki za binadamu mwaka 2022 iliyoandaliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu HRC zinaonyesha kwa matukio yaliyoripotiwa
yakiwa yaliongezeka kutoka 112 mwaka 2020 hadi 115 mwaka 2021. Kupitia ufuatiliaji wa haki za binadamu na uchunguzi wa vyombo vya habari, LHRC ilirekodi angalau matukio 17 ya mauaji yaliyochochewa na imani za ushirikina yaliyoripotiwa katika mikoa ya Morogoro, Shinyanga, Mwanza, Kilimanjaro, Tabora na Njombe. Haya ni matukio 19 pungufu ya yale yaliyorekodiwa mwaka 2021. Asilimia 52 ya waathirika walikuwa wanawake na asilimia 48 ya waathirika walikuwa ni wanaume, pia na watu wenye ulemavu wa ngozi. Ripoti ya LHRC inaeleza kuwa waganga kienyeji walikuwa chanzo cha mauaji mengi yanayochochewa na imani za kishirikina mwaka 2022, wakishtumiwa kufadhili mauaji hayo. Huko mkoani Shinyanga, polisi waliweka bayana mwezi Septemba mwaka 2022 kuwa utamaduni wa kutabiri unaoitwa lamri na wenyeji unaofanywa na waganga wa kienyeji ni moja sababu za ukatili dhidi ya watu hawa, hususan wazee katika jamii. Ndipo takubaliana na mimi kwamba takwimu zimejitosheleza zikieleza namna gani Shinyanga imekuwa ikituhumiwa kwa uchawi na kuongoza kwa mwaka 2019. Matukio haya yamekuwepo yakiripotiwa na tumia shuhudia pia. Mkoani Shinyanga, wenyeji huzungumzia tukio hili la kikatili lisiokuwa la kibinadamu. Wao walitazama tofauti kabisa na kuamini kuna macho mekundu yenye wekundu wa kawaida kutokana na moshi wa jikoni, bangi au tumbaku. Macho mekundu ya wachawi ni makali, mang'avu na yanawaka. Ukiangalia ni kama yanazunguka na hayapepeseki, halafu yana wekundu unaotisha sana. Ni aina ya macho ambayo nyuma yake yamebeba kitu ambacho ni hisia pekee ndio huweza kuhisi. Macho haya mekundu ni ya kichawi, hasa wanaoteketeza roho bila hata kufikiria. Wamebeba ukatili na roho za kuzimu, na hata wale wauaji wa mara kwa mara wana macho namna hii. Shinyanga, unaona namna gani ambavyo wao wanaweza kueleza kuhusiana na tukio hili la kikatili lisiokuwa la kibinadamu. Wenyeji wanasema ndio maana wanashangaa watu wanapiga kelele Shinyanga na wazee kwa sababu kuna macho mekundu, eti kwa sababu wamekaa sana kwenye moshi. Wanasema Shinyanga sio kweli, kuna wazee wengi tu, kwa nini wasiuawe wote? Wapo walio na macho mekundu na wanaishi kwa raha starehe. Asilimia kubwa yanauawa ni wachawi kweli, na kigezo huwa sio macho mekundu tu, huwa kuna sababu zingine zinazozingatiwa. Unaweza ukaona namna gani Shinyanga wao wameweza kushikilia mtazamo wao kwamba watu ni wachawi. Utamjuaje mchawi kama na sio mchawi? Hakika kwa tukio hili au kwa hizi taarifa ambazo nimeweza kukaa nikazitafakari kwa kina na kuziandika, zinaonyesha namna gani Shinyanga ilivyokuwa ikitekeleza mambo haya. Wenyeji wanadai watu wa Shinyanga wanaonyeshwa kidole kwa kuwa wazee na kwa wita wauaji, wakati mjini watu wanaua kibaka na kwa 10,000 kwa njia zake. Ila nisinukuliwe kibaka kwamba natetea mauaji ya wachawi, najaribu kuonesha hali halisi ya kinachoendelea Shinyanga, anasema mdau huyu kutoka Shinyanga. Zaidi ya yote uchawi upo na ni halisi, hata vitabu vya dini vinasilisha hilo. Ila kwa mfano Biblia inasema hakuna uchawi katika Israeli. Maana yake ni kuwa wale ambao wanaamini Mungu kwa dhati hawana haja ya kuogopa uchawi, hautawazuru. Kile kinachoaminika Shinyanga ni sawa kama wanadai kuwa ni adhabu stahiki kwa wachawi na watu wenye macho mekundu. Hakika huu wanatoa wapi hadi wawe wakatili kiasi hiki? Mimi na wewe ni swali ambalo tumekuwa tukijiuliza sana. Imekuwa desturi ya muda mrefu kushuhudia mauaji au kusikia kuuawa kwa kikatili kwa ukali wa upanga kisa uchawi, ingawa serikali na viongozi wa dini wamekuwa wakikemea vikali watu wanaoache zana potofu juu ya watu wenye macho mekundu, hususan katika jamii ama wazee ambao wanapatikana katika jamii. Waganga wa jadi ndio chanzo cha mauaji mengi, hususan wale wanaopiga ramli chunganishi, wakati mikoa ya kanda ya Ziwa ikiwa Mwanza pekee. Umeona matukio gani jinsi yalivyo? Waganga 540 hao wote wamesajiliwa kisheria. Vipi ambao hawajasajiliwa kisheria? Hilo ni swali ambalo mimi na wewe tunajiuliza. Nimeweza kupitisha katika makubwa ambayo yanafanyika Shinyanga. Adhabu imekuwa kubwa sana, ni ya kikatili zaidi zidi ya watu wanaotuhumiwa kwa uchawi. Lakini unamjuaje kwamba mtu ni mchawi kama wewe mwenyewe sio mchawi? Hii nayo imekuwa kasumba ambayo kwa mara nyingi sana imekuwa ikifanya watu wawe. Nimeweza kupitisha katika hilo. Ishi vizuri na watu wa Shinyanga. Watu wa Shinyanga wanakuambia unamdhulumu mali yake, anakuambia vizuri ndio shida, maguzu mazeze. Maana yake
hakuna tabu, nguvu zipo, utapambana. Usidhani limeisha, bado utatumia gharama nyingi kujitibu, kuweza kufidia. Hauwezi kukuacha hivi. Imani hizi zimekuwepo. Utaniambia katika jamii yako, tuambie ni mkoa gani ambao unahisi unaongoza kwa uchawi na tukio gani ambalo yanatendeka sana. Niweza kupitisha katika mkoa wa Shinyanga kwa sababu ndio mkoa ambao unatekeleza mauaji kwa uchawi kwa ukatili zaidi katika mikoa yote ya Tanzania. Mimi ni Wilson John. Asante sana. Endelea kufuatilia Jimbi TV.